nilizungumza kwamba kosa linapokuwa limefanyika linapaswa kuadhibiwa on the spot. Hawa watu walifanya makosa kwenye michezo yao, kwa maana mchezo wa Young Africans dhidi ya Mbeya City uliofanyika kwenye uwanja wa Sokoine na mchezo wa Azam dhidi ya JKT Tanzania uliofanyika kwenye uwanja wa Meja Isamuyo. Hawa waamuzi walilalamikiwa kwa underperform kwa kiwango fulani, lakini nini kilipaswa kufuatwa ni kukumbushwa kwa waamuzi kwamba hichi mmefanya ni kosa, na kitu kibaya au kizuri zaidi, the president himself wa shirikisho la soka nchini Tanzania alisema atakaye mess up kwa maana ya kuharibu mchezo kwenye mchezo wote wa ligi kuu ataondolewa kwenye orodha ya waamuzi watakaokuwa wanachezesha hii michezo ya ligi kuu. Sasa kinachoenda kutokea ni kutimiza kile ambacho the president himself alichokizungumza. Kinachofanyika ni kwamba wewe mwalimuzi ulikosea kufanya maamuzi, na kwa sababu ulikosea kufanya maamuzi, maana yake ni kwamba hautoshi kuendelea kuchezesha ligi kuu Tanzania bara. Sasa wanapokuwa wamesimamishwa au kufungiwa kwa hii michezo mitatu, minne, mitano au wherever, maana yake ni kwamba wanafundishwa wakumbuke kwamba walikosea na wanapaswa kujirekebisha pale ambapo walipokosea. Lakini speaking of Ibrahim Baka, maana yake ni kwamba naye pia anakumbushwa ni mchezaji ambaye ni mchezaji mkubwa sana kwenye mpira wa Tanzania. Anachezea klabu kubwa sana nchini Tanzania na ni mchezaji wa kutegemewa kwenye timu ya taifa ya Tanzania. Sasa unapofanya reckless mistake kama ile aliyoifanya ya kumpiga mchezaji mwenzake bila kujali afya ya mchezaji mwenzake, wakati anajua kabisa katika vitu ambavyo vimesisitizwa kwenye mpira wa miguu ni mchezaji kulinda afya ya mchezaji mwenzake, lakini yeye akawa mstari wa mbele kwenda kuhatarisha ile afya ya mchezaji mwenzake. Hichi kitu kimemstahili, ni fundisho, ni onyo kwake na wachezaji wengine ambao wanaweza kukomiti makosa ya kimakusudi kama vile ambavyo alivyofanya Ibrahim Baka.